Yuko wapi mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa? Maandiko anasema Herode akafadhaika na Yerusalemu yote. Kwa tunapozungumza kwa habari ya mwanzo, lazima ujue kusimama sawa sawa, kwa sababu mwanzo ndio unaobeba mwisho. Mwanzo ndio una nguvu ya kukuonyesha unakoelekea. Mwanzo una nguvu ya kufanya ujue wewe ni nani, ujitambue wewe ni nani. Sasa natamani kuwa na watu ambao watakuwa wanajua wao ni akina nani. Yusufu hakujitambua baadaye, alijitambua wakati yuko kwa baba yake. Ile tabia aliyokuwa nayo kwa baba yake, alijua yeye ni nani. Unaanza 2026, lazima uwe unajua unaingia 2026 ukiwa nani. Ukiwa nani? Usipojua wewe ni nani, utakuwa unababaika. Usipojua wewe ni nani, utakuwa unayumbayumba. Usipojua wewe ni nani. Yusufu alijua yeye ni mtawala anakoenda, na ndio maana alijilinda. Alijijua yeye ni mkuu anakoenda. Ukijua nafasi yako, hata kula uwezi kula ovyo ovyo. Hata maneno unayoongea hautaongea kwa sababu kuna mtu kaongea. Utaongea kwa sababu unapaswa kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana kuna maneno ya mfalme na maneno ya watumwa. Maneno ya watumwa huwa ni mengi. Neno la mfalme huwa ni moja kwa sababu ni sheria na ni amri. Na ndio maana mtu ukiona na lugha mbili anaongea anabadilika, ana siri ya utumwa. Hana siri ya kifalme. Na hata kama anasema ameokoka, hajanunuliwa kwa damu ya mwanakondoo. Aliyenunuliwa kwa damu ya mwanakondoo amefanyika kuwa mfalme na kuhani. Na kama amefanyika kuwa mfalme na kuhani, maneno yake yanahesabika na yana nguvu kisha yasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanzo umebeba mwisho. Mwanzo huo umebeba mwisho. Usipokaa sawa sawa hapa mwanzo, huwezi kuona mwisho wako. Yusufu aliuona mwisho akiwa kwa baba yake, akiwa na umri wa miaka 17. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, unaanzaje mwanzo wako? Kwa sababu Yusufu alitengeneza mwanzo wake akiwa mwaminifu kwa baba yake. Kwa sababu mwanzo hautengenezwi kama ndani yako hakuna uaminifu, huwezi kukaa mwanzo. Kama ndani yako hakuna unyenyekevu, huwezi kukaa mwanzo. Wala huwezi kuona kilichoko mwisho. Yale ambayo hawakuyaona kaka zake, yeye aliyaona. Yale ambayo hata baba yake hakuyaona, yeye aliyaona. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuona vitu ambavyo wengine hawajaviona, lazima uhakikishe unakuwa mwaminifu huko mwanzo. Ukicheza hapo mwanzo umekwisha. Sio anayetoka nyuma atakuja kukutangulia. Bwana Yesu asifiwe. Kama uelewe, kaulize kaka zake Yusufu. Wale 10. Kwa sababu walikuwa 10. Hapa chini alikuwepo Yusufu na Benjamin. Wale 10. Wale 10 walitangulia kuzaliwa, lakini hawakuona kesho. Hawakuyaona kesho, hawakuyaona majibu ambayo Mungu amewaandalia. Sasa lazima tuwe na kanisa linaloona kesho ikoje. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nasema inapokuwa mwanzo unabebwa na unyenyekevu. Kama kanisa ndani yako hakuna unyenyekevu, huwezi kuona mwisho. Nisikilize. Elia wakati anamtia mafuta Elisha, alifika pale akamtupia vazi. Elisha kilichokifanya, hakuanza kufikiria huyu kijani, huyu amepagawa nini. Alibeba ile vazi akaanza kumfuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akauliza ni nini?
naomba unipe ruhusa kwanza niende kwanza nikatoa sadaka. Maandiko anasema akachukua wale walikuwa na njozi 12, maana alikuwa tajiri Elisha. Alikuwa tajiri wa mang'ombe. Kwa sababu kuna njozi 12, hata hizo zilizozaa hao wanaolima, hao majembe 12 yote. Hakuwa maskini. Hakuwa maskini. Na kama hakuwa maskini, angalia unyenyekevu aliokuwa nao. Unyenyekevu aliokuwa nao. Basi Waswahili tukishainuliwa tu kidogo tunajifanya tumetingwa. Tukishainuliwa tu kidogo tunajifanya tumetingwa sana kuliko Mungu. Maandiko yanasema akaacha kazi aliyokuwa anaifanya akamfuata. Akamwambia naomba ruhusa, anaomba. Huyu tajiri umemfuata kwake kwa anaomba ruhusa, akaenda akachinja mnyama. Akatokosa kwa yale zile nani, kwa Waswahili tunasema joki, zile mila. Akatokosa, akachinja wanyama, akatokosa, akawapa watu wakala. Angalia sadaka aliyoitoa. Alianza kwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akatoka akafuata Elia. Angalia ilipofika wakati Elia anamwambia kaa hapa. Anamwambia kama roho yako ishi. Hakuunganika na Elia bila sadaka. Alikaa mwanzoni aliko Elia, akakaa mwisho anakwenda Elia. Akakaa mwisho anakwenda Elia. Elia anafikiri Elisha hajui. Anamwambia kama roho yako ishivyo sitakuacha. Angalia wana wa manabii wanamwambia unajua, anasema najua, nyamazeni. Walifikiri wanaona peke yao. Walifikiri wanaijua kesho Elia wakiwa peke yao. Lakini Elisha aliyetembea na Elia alijua kesho yake. Bwana Yesu asifiwe. Usikae na kanisa ambalo haujui kesho yake. Unakaa ndani ya kanisa hujui kesho yake, hautaweza kuliombea. Hautaweza kuomba. Unakaa na mchungaji hujui kesho yake, hautaweza kumwombea. Hautaweza kuomba sawa sawa. Kwa sababu lazima ujue. Usiabudu tu kama mtumwa anaenda. Usiabudu tu kama furushi lililotengwa. Lazima ujue kesho ya hiyo madhabahu. Lazima ujue kesho ya huyo mchungaji. Lazima ujue kesho ya kanisa lenu. Usipojua kesho ya kanisa lenu hautaomba. Utakuwa unayumbishwa kushoto kulia, kushoto kulia. Yakitokea magumu unasema nilijua. Hata kama ulijua kwa nini ukaomba? Kama ulijua kwa nini ukuzuia? Kama ulijua kwa nini ukuwapatia taarifa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usipokaa mwanzoni hapo sawa sawa. Ndio maana nakwambia funga. Sikilize mtu wa Mungu. Yesu kabla hajaanza kazi yake alifunga. Siku 40 mchana na usiku. Alipomaliza tu kubatizwa, maandiko yanasema akapelekwa na roho nyikani. Unaingia 2026 hauna hata maombi. Unaitegemea nguvu ipi? Kwa sababu yale yasiyowezekana yalikuwa yanashindikana. Yesu anasema namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kuna mambo ambayo yameshindikana 2025. Ulitamani yatokee. Utakamilisha 2026. Kanisa, penda sana kukaa. Penda sana kujua kitu ambacho Mungu alifanya. Yesu ambaye ni mwalimu alichokifanya. Na wewe kifanye ikiwa si dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Usifikiri kufunga mpaka uwe hauna kitu au mpaka ukutwe na magumu. Funga unayofunga ukiwa umekutana nayo na magumu, utafunga kwa uchungu na vidonda vya tumbo utapata. Funga unayofunga kwa kupenda ina nguvu kuliko funga unayofunga ukiwa na matatizo. Kwa sababu pale unafunga kwa sababu ya matatizo kutatua shida zako, haumtafuti Mungu wa kweli. Hauitafuti nguvu inayoweza kukulinda. Hautafuti nguvu inayoweza kuzuia mapito.
Wakati wengine wanalia, waone wewe unacheka, ili waje wajifunze nini sababu ya kicheko chako. Wakati wengine wanalia, wananyang'anywa vyombo, wamekopa, wameshindwa kulipa, waje wajiulize kwako nini sababu inayokufanya wewe uweze kuishi maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Ni vizuri pia ukawa makini kwa mambo hayo. Nikasikia siku moja mtu mmoja anajifanyaga ameokoka. Mimi nasema anajifanyaga ameokoka. Anajifanyaga ameokoka. Akamtuma mtu akasema nenda kamchunguze au je ni anakopaga wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hana mkopo kokote. Anajifanya ameokoka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mbona watu muonioni ana kama siwe zake. Anatafuta sababu itakayokuwa inaniumiza. Na anajifanya ameokoka. Anajifanya ameokoka. Anaagiza mtu, nenda kampelele, hebu apeleleze. Mwangalie mke wake lini huwa anaondoka. Kama huwa anaenda kwenye vikoba, sio kwenye vinini. Watu hao wanajifanya wameokoka. Na ndio maana nakwambia usipoenda kwa roho utapata shida sana. Utapata shida sana. Kwa nini? Anza mwanzo wako, utamjua nani adui yako. Hata kama nakwambia Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaabudu naye. Yesu anasema uninao wengi lakini wengine sio wasiziri. Kuna wengine unaweza ukaabudu naye lakini ndio shetani lako. Hautajisema mambo yako kwa kila mtu akujue. Yesu alitembea nao na alijua. Na wakati mwingine akampatia Yuda mikoba, akaenda najua ndio atakaye msaliti, hakumchukia. Akampatia mikoba msaliti. Akasema mmoja wenu ni shetani. Akampatia mikoba shetani, wewe akawa mtuzazi. Ili afe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kanuni za kiroho. Kanuni za kiroho zinaweza zikakupatia majukumu. Huku zinajua una tabia mbaya ili ufe vizuri. Asije kanajisika mwingine kwa sababu wewe tayari ni najisi. Ngoja uendelee kuwa najisi. Kwa sababu wewe ni mchafu, ngoja uendelee kuwa mchafu. Hazimpati mtu mwingine aliye msafi asije akachafuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ukishakaa mwanzo unajua unakoenda. Usipokaa mwanzo huwezi kujua unakoenda. Huwezi kujua unachofanya, hauwezi kujua mwisho wa unachokipenda. Na ndio maana nasema usiishi kama mlokole. Mwanzo wa Yesu ulitangaza ufalme mpya. Mwanzo wako unatakiwa utangaze ufalme mpya kwenye ukoo, kwenye familia, kwa wajasiriamali wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wafanyakazi wenzako, waone kuna kitu kipya. Ili Mungu aanze kukuonyesha hao ulionao ni akina nani kwako. Mwanzo wa Yusufu ulianza kumuonyesha hao kaka zake ni akina nani kwake. Watakuja kuwa akina nani. Watakuja kukaa chini yake. Alianza kuona mwanzoni, hajaanza safari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Ndio maana nilisema ukitaka kukaa mwanzoni lazima uwe msikiaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na ukitaka kuwa na maarifa lazima uwe msikiaji. Wakipendwa wengi ni wavivu wa ibada. Wanafikiri ibada ni kwa ajili ya mchungaji au taratibu ya kanisa. Ibada ni kwa ajili ya Mungu. Ni mahusiano yako na Mungu. Inakusaidia kwa sababu huwezi kujikumbukia mwenyewe. Huwezi kujikumbukia mwenyewe, ndio maana zimewekwa zile siku za ibada. Ili makusudi ile hamu iwe inakukumbusha. Kuna watu hawawezi kujikumbukia wenyewe. Kule kwenye dini yangu ya kwanza unagongaga kengele.
Yesu asifiwe. Ile dini yangu ya kwanza nimeshiriki kugonga yale makengele kwa sababu nilikuwa nawahi kutumikia. Yale makengele nimegonga sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa ajili ya kukumbusha. Sasa watu wengi hawakumbuki. Na ndio maana wanashindwa kuwa na nguvu katika imani walio nayo. Ili imani yako iweze kuwa na nguvu, lazima kwanza uwe msikiaji wa neno. Ndio utakaa kwenye chanzo cha imani. Kama sio msikiaji wa neno, huwezi kukaa kwenye chanzo cha imani. Au huwezi kukaa mahali alipoketi Ibrahim, ambaye ni baba wa imani. Fungua Biblia yako kitabu cha Mithali. Narudia. Kuna wengine wale wahudhuriaji wa ibada walishasikia. Mithali sura ya kwanza. Mithali sura ya kwanza. Nitaanzia mstari ule wa 6 na utakaoangalia wa 7. Anasema, kufahamu mithali ni kitendawili, ni maneno ya wenye hekima. Kwa unataka kuwa na hekima, lazima ujue kufahamu mithali na vitendawili. Anasema na mafungo yao. Mstari wa 7 anasema, tunataka kuangalia. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa angalia kitu anachosema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa unataka kuwa na maarifa ya roho yatakao kufanya umshinde adui yako, yatakao kufanya uyashinde mabaya, yatakao kufanya ushinde umaskini, yatakao kufanya uyashinde mambo ya aibu, lazima ujue kumcha Bwana. Kama hauna ibada zako na Mungu peke yako, kama wewe waulize baadhi ya wanangu wanaweza wakawa wanajua. Mimi naingia gomo kanisani peke yangu, nafanya ibada peke yangu, nikimaliza natoa sadaka naondoka. Nafanya ibada peke yangu, nikimaliza natoa sadaka naondoka. Wewe umekuja ujaje utajua wewe. Umeomba Mungu wako hujaomba utajua. Lakini nikija hapa nafanya ibada naomba peke yangu. Tena mara nyingine kama giza, wakati kuna giza limeingia, nafanya ibada nikiwa gizani na taswashi. Naomba shetani hautanitisha kwa giza wala kwa nuru. Ikiwa mchana mimi ni nuru, ikiwa usiku mimi ni nuru. Kwa hiyo hakuna cha kile unachokitumia wewe kama lango lako kinachoweza kunisumbua. Bwana Yesu asifiwe. Nafanya kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo anazungumza, anasema chanzo cha maarifa ya Ukristo wako ni kusikia. Hautakuwa na maarifa kama usikii. Ndio maana Yesu kuna wengine aliwaponya kwa kuwapaka tope. Aliwaponya kwa kuwapaka tope. Sasa leo mpake tope mpendo, wasikie walokole huko. Utasikia unaona? Manabii wa uongo hao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa kuna vingine lazima wa makini. Na ndio maana unaweza ukaona kwa nini Elisha wakati shoka limezama akachuma jani akatupia shoka likaelea, akachukua shoka lao. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kuna vitu huwezi kuviokoa kwa kukemea. Kuna vitu huwezi kuvitoa kwa kuomba. Kuna vitu unaweza kuvipata matendo. Umekosa matendo, hauwezi kukutana navyo. Na ndio maana chanzo cha maarifa ya kiroho ni kusikia mbele za Bwana. Umeshawahi kujiuliza wachawi walipata wapi maarifa ya kuloga wanatembea uchi? Katupambua nyumbani kwake anatembea uchi, anaenda chapanda uchi. Analaani maisha ya mtu, analaani biashara ya mtu, analaani ofisi ya mtu. Analaani kazi ya mtu. Walipata wapi hayo maarifa?
Wanachukua fedha, wanafikiri wanaiweka njia panda. Watu wakiondoka, waondoka na laana yao. Wewe unafikiri umeokota pesa, kumbe umeokota laana. Siku moja nikawa namwombea mtu kule Ilula. Wakati namwombea yule mtu, alikuwa analibangili mkononi. Nikamwambia, wewe umelitoa wapi hilo? Akasema, nilikuta pale uwanjani nikaokota nikalifa. Kaokota, kumbe kaokota jini. Kaokota, kumbe kaokota jini. Maarifa yalitumika kumpatia mtu roho iliyokuwa sio yake. Maarifa yalitumika kumpatia mtu matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiwahi kujiuliza walipata maarifa wapi kutengeneza ugonjwa na wakaukandia mtu kwa maneno. Walisikiliza kwanza kutoka kwa Shetani. Walisikiliza kwanza, walipata shule kutoka kuzimu. Wekataa elimu inayotoka kwa Bwana. Acha kusikia, uone kama utakuwa na maarifa, utakuwa mlokole kama walokole wengine. Yaani wakati walokole wengine wanalia madeni, na wewe utalia madeni. Kama hauna Mungu anayetetea, hauna Mungu anayeponya, hauna Mungu anayefanya. Unajua kutokuwa na majibu ni kuwa na Mungu sanamu. Kwa ukweli, kutokuwa na majibu, Mungu asiyejibu, una Mungu sanamu. Na wapendwa wengi wapo kanisani wana Mungu sanamu, na ndio maana Mungu wao hashuhudiwi. Mungu wao hashuhudiwi. Sasa wajifanya wana akili kuliko neno la Mungu, kwa sababu kuna wale wanajifanya wana akili kuliko neno la Mungu. Nakueleza ukweli, leo ni mwisho. Jumapili ya mwisho, nakueleza ukweli, kwa sababu huko tutakutana kwa namna nyingine tena. Sio kwa namna hii ambayo tunayo leo. Na ndio maana nasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Neno la Mungu ni hekima, neno la Mungu ni adabu. Na ndio maana limebeba utii, limebeba unyenyekevu. Ndio maana nami nimelituma neno langu halitarudi mpaka limetimiza makusudio yangu. Maana ndani yake lina adabu. Haliwachi kukusikiliza ambaye haujalituma. Haliwachi kukusikiliza ambaye haujaliagiza. Wenyewe limebeba utii na adabu. Linamsikiliza yeye aliyelituma. Linamsikiliza yeye aliyeliagiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Likituma kusema muondoa huyo linamuondoa. Likituma mfuta huyo linamfuta. Likituma limlaani huyo linamlaani. Hilo neno linapotumwa, wenyewe limebeba heshima na adabu. Linamheshimu aliyelituma. Linaheshimu lilikoanzia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.